Ninakutukuza, ninakuinua. Mwenye nguvu, mwenye mamlaka, mwenye uweza ni wewe Kristo. Umeinuliwa Baba wa mbinguni. Hakuna na kutakuwa mwingine kama wewe. Wewe ni Baba yetu. Wewe ni Mungu wetu. Wewe ni mfalme. Umejawa na utukufu Yesu. Umejawa na mamlaka Emmanueli. Umeinuliwa Kristo. Umeinuliwa Baba wa mbinguni. Umeinuliwa mwenye nguvu zote. Umeinuliwa mtakatifu wa takatifu. Wakati huu Baba wa mbinguni, ninaomba ukatakaze anga ya wakati wa neno, na pia ukatakaze mawazo yetu na mioyo yetu mfalme. Na kushukuru kwa kutuleta pamoja Mungu wetu, na njue ya kwamba ulituleta pamoja ili tujue na tuweze kuelewa mapenzi yako Kristo, tujue mawazo yako kwetu Yesu. Na kwa hivyo tumenyenyekea chini ya miguu yako, tumetulia chini ya miguu yako Kristo. Utufunze yaliyo sireni, utufariji Jehova, utukomboe mwana wa Mungu, utusaidie kuelewa na kutenda kulingana na maandiko mfalme. Kwa hivyo nanyenyekea chini ya miguu yako tena, nikiomba mafuta mapya, naomba ufunuo mpya, naomba nguvu mpya. Ninaomba tena presence yako Kristo ikawe pamoja nami na ikawe pamoja nasi. Mwana wa Mungu, ninaomba uendelee kutufunza, tusaidie kuseto hata wakati kuna joto nyingi. Tusaidie mwana wa Mungu kuelewa maandiko. Roho Mtakatifu wa Mungu, maana wewe ndiye mwalimu, na kualika unene nasi, utufikie na njia kipekee. Tufunike na damu yako Yesu, nifunike na damu yako. Ninaomba ufunuo mpya. Ninaomba Kristo ukaweke maneno kwa kinywa changu, kwa my spirit, kwa my soul, ili nikaweze kunena tu kulingana na mapenzi yako Kristo. Nikaweze tu kunena kulingana na mapenzi yako Yesu. Naomba neema mpya hata ya wakati wa neno, na hata neno kiendelea Baba, naomba nguvu mpya. Ninaomba nguvu mpya kutoka kwako na ufunuo mpya kutoka kwako Kristo. Na ni katika jina kuu la Yesu Kristo kila mmoja wetu aseme amen. Mara tena tuseme amen. Amen, amen. Ninawahubiria nikiwa nimeokoka. Kristo amelinda moyo wangu. Niko na furaha nikinena neno la siku ya leo. Ni ile tu yenye tumekuwa nayo, believing God upon great things. Leo tutaangalia kitabu ya Judges atiriri fururi. Hiyo ndiyo tutaona siku ya leo, kitabu ya Judges, na tutaona chapter 3, that is verse 1 to 6. Then tukimaliza kuangalia verse 1 to 6, tuta proceed to 7 to 11. Na naamini Kristo atatutendea mema. Na nataka nirudi nyuma kidogo tu, nikumbuse wachache kwamba mambo hiyo ya kuamini ni hiyo mambo ya kuconvince mawazo yako, ama kukumbali kwa mawazo. Kukumbali kwa mawazo ati kwamba ukiamini Mungu utatenda makuu. Ukiamini maneno ya manabii pia utaprosper ama utatenda makuu. Kwa hivyo ukiamini Mungu tutatenda makuu. Usiangalie mwaka umebakisha only 2 months. Mungu wetu lazima atimishe neno lake, maana ni Mungu wa ahadi. Kwa hivyo ningeomba kwa wachache labda wenye hawakumbuki kwenye tulikuwa, kenye tumefanya, maana hiyo ndio inakuwa shida ya wengi, ya kwamba sitarudi nyuma kwenye tulisoma Sunday, lakini shida yenye tumekuwa nayo na ndio menja ni kusahau. Na wengine labda kama vile tulisikia Matthew 13, ni kwamba wanasikia neno inaenda kwa siku chache, alafu hiyo inaenda hivyo. Wengine wanakosa kuelewa, lakini hiyo ni ya wachache sana. Na kwa sababu tuko na shida tofauti wakati wa neno ama during the word, ndio maana Jehova ametuleta pamoja ili tuelewe mambo, maswali yenye tuko. Hata leo ninajibu maswali kwa wachache. Kuna maswali tuko nayo, tumekuwa nayo. Kwa hivyo tutajibiwa na maandiko, na ninaamini Kristo atatutendea mema. Ningependa nisome introduction ya kitabu ya Judges na ninaipenda sana. Kila mara tukisikia maandiko ya Judges lazima nirudi kwa introduction yenyewe.
yenye inasema hivi. Nitasoma venye inasema, nitasoma the introduction peke yake ili tupewe direction, na ninajua Kristo atatutendea mema. Sijui kama kiti yako iko na introduction. Introduction peke yake. Ifukuria atiriri furori leheana, wacha nisiende bali sana. Urutani wa ifuku riri, hii kitabu ya Judges sasa. Urutani wa ifuku riri uria wa bata muno ni ati, kiti tafsiri hiyo. Kitabu hiki ile ya muhimu sana ni ati wathikira Ngai watumaga Aisiraeli magacire. Kutii Mungu kulifanya wana wa Israeli wafanikiwe. Nakuo kuremera Ngai kwa merekagiria o mathina-ini. Nako kutotii Mungu kuliwapeleka kwenye shida. No ona kuri uguo, lakini hata hivyo niri turutaga ati Aisiraeli mangiaremeire Ngai. Kinatufunza kuwa wakati wana wa Israeli walikosa kutii Mungu na makorererwo ni mathina na wapatwe na shida, Ngai akoragwa ehariirie kumahonokia. Mungu alikuwa amejitayarisha kuwaokoa mangieririre na mamucokerere kama wangetubu na wamrudie. So kila mara tukisoma kitabu ya Waamuzi ama Judges, huwa ninakumbuswa hivyo. Hata nilikumbuswa nikiwa nimeketi, maana sikuwa na Biblia, na kwamba ati mafunzo yenye iko juu zaidi kuliko ingine yote ya muhimu zaidi kwa hii kitabu ni ati Waisraeli wangetii Mungu, Mungu angefanya wa prosper ama mathereme wanawili. Lakini wakienda vice versa, wao wakuelemea Mungu, alikuwa anafanya warudi nyuma ama waishe ama wateseke. That is na kifupi. Lakini ya muhimu ni ati wangelilia Mungu, warudie Mungu. Mungu alikuwa tayari ama alikuwa amejiprepare, wakimrudia na yeye atawarejesha kwa position zao. Kwa hivyo hiyo ndio yetu siku ya leo. Na nikanijiuliza, mbona tumerudi kwa kitabu ya Judges tena? Na kwa nini Mungu anatuelekeza turudi hapa kwa kitabu ya Judges tena? Wacha tuone ni kwa nini, na tujibu maswali ya wachache ili tuweze kuendelea na tujue mengi. That is Judges 3:1-6. Waamuzi 3:1-6. Basi haya ndio mataifa ambao Bwana aliwaasha ili awajaribu Israeli kwa hao, yani awajaribu hao wote ambao hawakuvijua vita vyote vya Kanani, ili kwamba vizazi vya wana wa Israeli wapate kujua, ili kuwafundisha vita, hasa wao ambao hawakujua vita kabla ya wakati ule. Aliwaasha wakuu 5 wa Wafilisti na wa Kanani wote na wa Sidoni na wa Hivi waliokaa katika kilima cha Lebanoni, toka mlima wa Baal-Hamoni mpaka kuingia Hamathi. Naye aliwaasha ili awajaribu Israeli kwa hao, apate kujua kwamba watasikiliza amri za Bwana alizowaamuru baba zao kwa mkono wa Musa. Basi wana wa Israeli wakaketi kati ya Wakanani, hao Wahiti na hao Waamori na hao Waperizi na hao Wahivi na hao Wayebusi, wakawaoa binti zao, na binti zao wenyewe wakawaoza wana wao waume na kuitumikia miungu yao. Ni undu ucio Mwathani ni etikiririe nduriri imwe itigare nigetha ageragie Aisiraeli aria matarwite mbara cia Akanani. Ekire uguo athomithie ruciaro o ruciaro rwa andu a Israeli mbara, na makiria aria matarwite mbara mbere iyo. Aria matigarire
Bũrũri ũcio nĩ andũ a matũũra matano ma Afilisti, Akaanani othe, Asidoni, Aivu, arĩa matũũraga irĩma-inĩ cia Lebanon kuma rũgongo rwa Baali, Herimoni, o nginya itonyero rĩa Hamathu. Ndũrĩrĩ icio ciarĩ o cia kũgeria Aisiraeli kana nĩ marĩ rũmagĩrĩra maathani ma Mwathani o marĩa athĩte maithe mao ahũthĩrĩte Musa. Koguo andũ a Isiraeli matũũraga gatagatĩ ka Akaanani, Ahiti, Amori, Aperezi, Aivi na Jebezi. Nĩ mahikanagia nao ona magathathaia ngai ciao. Ninataka kunena juu ya wale labda hawajui na wako na maswali mingi, wakishindwa ni kwa nini nimeombea jambo fulani, nimeombea mtu fulani, na hakika hata anajulikana kwa kijiji ni anaturoga, ni anatumaliza kila wakati, hata nikitoa sacrifice anainuka tena. Ni kwa nini angali pale? Hiyo maswali yote iko kwa wale ambao wameamini Mungu ili watende makuu. Na hata ikiwa wamemwamini Mungu, kuna kwingine wanafika wako na maswali juu, wanaamini wakiangalia nikiomba leo fulani ataenda, fulani ataondoka, mambo yangu yatakuwa mazuri, lakini to their surprise wanakuta ule mtu angali pale anaendelea na kumteza, anaendelea na kumtendea mambaya, si mema ni mambaya, na hata ukifanya nini ako pale. Na ikiwa kuna kuchange, ana change for some days, some hours, some months, alafu anainuka tena. Ni kwa nini? Maswali nilikuwa nayo, nikasikia watu wakiuliza mpaka Mungu akaninenea kwa hii Judges. Sijawahi hubiri juu yake by the way, na ninajua ya kwamba Kristo atakumbuka wengi na maswali yenu itanjimbiwa na hii mistari michache. Ni undu ucio Mwathani nietikiririe ndũrĩrĩ imwe itigare. Tunaongea juu ya nini? Wakati walifika Kanaani, wana wa Israeli walifika Kanaani, na Mungu akawaachilia mashamba ya kule, akawaahidi atawatendea mema, wakipigana wakapata ushindi mwingi, wakawa na occupy ama wanajisikia mashamba, that is kila mtu mahali pake, kila mtu mahali pake, kila mtu mahali pake. Aliwaahidi ya kwamba wataingia nchi ya ahadi na nchi ya asali na maziwa. Na hakika wakafuka Jordan wakinjua kweli kwenye tunaenda ni kwetu. Wakaokipai, wakajisikia. Lakini Mungu wetu, nasema Mungu wetu, hakumaliza hao wenye tunasikia maandui. Hawakumaliza tuseme kama tumejisikia tuko hapa Mwea na ndipo tumejisikia. Hakumaliza labda kwa geshagi fulani, hatunasikia kisagi fulani ingine iko na ni yenye ilibaki ni ya maandui. Kwa nini maandui walipakishwa na Mungu? Ni kwa nini maandui huwa anapakishwa na Mungu? Kulingana na hii text, ni undu ucio Mwana nietikiririe ndũrĩrĩ imwe itigare hapa sasa, nigetha hata hiyo yako the andui wako sasa, nigetha ageragia Israeli arĩa matarũĩte mbara cia Kanaani. Hapo underline jina Kanaani. Kwenye walikuwa enda kujisikia ama kulikuwa Kanaani. Nani of course ilikuwa ni mashamba. So kulikuwa na vita za mashamba. Kulikuwa na vita za mashamba. Na wakati waliseto, wengi wangesahau waone ni nguvu zetu maana tulipigana. Na hakuna Mungu hapa, ni sisi tulipigana. Tuliingia mahali fulani tukapigana na wao, tukapigana na yaye, tukaokipae, tribe fulani ikanjishikia, tukaenda kwingine. Hakuna mahali, wengi wao wangesahau waone ni nguvu zao. Kwa hivyo na tunasikia kwamba walipakishwa kwa sababu gani? One, Mungu aliwaeka pale hawa maandui yenye unawaona saa hii, ili ukinjisikia kitu kama tuseme kama shamba, wale walitoka, tuanze na mashamba.
kunao katikati yetu saa hii wananisikiza na watanisikiza, walitoka kwa plot na wakaingia kwa shamba zao ama ploti zao, na kuingia tu kwa shamba peke yake kuna kuanga na vita yake. Ningependa uelewe hivyo. Kuingia ina certain area, wekora we area fulani, umetoka kwa area, umetoka Nguruden, uko nice, hata sio mbali. Hiyo yenyewe the movement, hiyo yenyewe ya kutoka kwa level hii tu ingine inakuwa na vita yake. Hiyo olende umetangaza vita. Kutoka tu peke yake, kumufu peke yake umetangaza vita. Hata sio wenye wako mbali sana, ni wenye wako karibu. Wenye wamejisikia kama wewe. Wao wanapakishwa na Jehova ili wawe wanakufunza kupigana vita za mashamba. Naanza na wale wa wakufunze. Na kila mara ukisahau wanainuliwa na Jehova, unaanza kusikia tu kitu kandogo tu, ate kuku yako iliruka kwangu Ruben. Yes. Nasema sio ni issue ya mashamba. Na kitu kandogo tu, anga mtoto alifanya kwa gate. Tu vitu mpaka hata wewe unasikia we. Hiyo. Nasema tuseme ukuna tembea miguu ukanunua ngari. Naso ngari siko na levels. Kuna level yenye hata watu wa kipikipi watakuchezea kwa barabara. Uliza Ruben. Yes, kuna level zingine kuna level, nasema ni level. Ukimuvu kwa level fulani to another level, utakuta wenye wanasema ni sisi kusema. Ni sisi, umekunja anje. Uliingia anje. Uliomba ruhusa nani? Hapa ni sisi tuko. Ni sisi tunastahili kuwa na mangali. So unaanza kupigana na wao. Si kwamba ati Jehova hawezi akawamaliza. Jehova anawaweka pale ili usifike to the level ya kusema ati kwamba ni mimi nilijitafutia pesa, ni bindi yangu. Maana mtu ni wa kusahau. Mtu anakaa kisahau. Ukitani tu kidogo usahau kidogo, vita inainuliwa. Vita from nowhere. Na inainuliwa na mtu mwenye inainuka kwa mtu ambaye akona kitu kama yenye uko nacho. Si ate na uko ni exactly kama mimi sasa nikitaka kupigwa isipokuwa wachache sasa, labda nipigwe na mtu mwenye alikuwa na kanisa akashindwa, ama na mwenye akona kanisa. Simbo. Na mimi level yangu ni ya wale wa kuanza the founders. Mtu anaangaliwa kwa level yenye yako. Hao watu wanaachwa kwa nini? Kulingana na hii text, ili usishinde hapo ate ukilala usiku wote ukifikiria mbona atoki, mbona afanyi lolote. Tunasikia kwamba ni ndo si mwana niyetekeririe ndolere imwe itigare nigetha ageragia Israeli aria mataruite mbara cia Akanani, mbara cia migunda, mbara cia kihiko, mbara cia mawira, mbara cia position. Emet. And by the way, nikaona one of you hapa hivi. We alipewa vitambu gapi? Na usifikiri ati sasa ukipewa vitambu verse 2 inasema kile ugu athomithie. Ni kusoma. Vita zenye tuko naso, vita yenye uko nayo to your level ni madhomo. Ni kusoma. Tuseme kama kaka sasa kuna kamtoto, utakimbisha huyo mke wako atakimbishana wale wako na watoto mpaka ushindwe. Uone atu akiweka ikiwa mko kwa rent, aweke nguo kwa nini? Uanike nguo. Utakuta wanawake wengine hata wakiangalia ni sambe gani. Na utakuta tu kitu kijina tu kimerushwa. Kumbe hata na venye tunamjua kumbe alikuwa anavaa nguo za chini. Yani kitu kandogo Kenya, lakini kana kunjanga kakiwa thorn. Kanaumisha mtu moyo. Maana kuna kitu unataka kufunzwa. Kwa nini umeingia kwa hiyo level? Kwa Akanani nao si ndio walikuwa wenye mashamba.
Akana ndio walikuwa wenye mashamba. So Mungu aliona hawa watu nikiwaachilia all the tribes waondoke, hawa watu hawatanikumbuka tena. So aliacha how many? 5 of them. Ama ale warungwa. Sai si mundu ogu ati wako ni wale tu ukiteleza kidogo anainuliwa anakugonga. So nikaona sasa hata wale wako kwa marriage sasa. Ikiwa sasa wewe uko mbali kidogo, kumbe mtu mmoja kwa marriage anaweza kuwa the thorn. Ndiye ako pale, hata ukimuombea, hata ufanye nini, kile ulimuona nacho jana atakuwa nayo leo. Kwa nini? Mpaka usome. Ni masomo. Si ate Mungu anakuchukia, ni kusoma. Tuingie kwa the families. The families wenye tuko sahi. Tunaangalianga nyota. Nasema tunaangalia nyota. Nyota ni kindu kiria mundu ena kio. Nikirie na kio, niyo ndi na kio. Utwikete kinde twikete. Umekuwa nani? Mimi sijakuwa. Kenye uko nacho ndio nasema nyota. Tukiingia kwa family sasa, maandui ndio wengi. Tarorio si mutaranagiria nake. Maandui ndio wengi. Akiona tu ni kama umeenda steps 2, 3 juu yake, Mungu anainua mmoja kwa familia wa kukuweka kuwa na kuweka wapi? Nasema kuwa na kuweka. Maana wengi wakiinuka tu kwa familia watakanyanga hao wengine proper, na kuwaona you are nothing, na kuona hakuna kitu unanjua. Mtu akikuongelezea unaona anafanya mindomo hivi, hakuna kitu unanjua. Wewe Ruben unanjua nini? Juu labda ya pesa, juu ya mahali amewekwa na Mungu. Mungu akiona huyu amepatwa na kiburi, anainua either neighbor, anamweka ama anainua your sister, your brother. Unaona naenda usiku wote akipeleka manguo yako, akipeleka zile zingine ili uishe. Alafu ikiwa uko na kakazi somewhere ama ni kwa marriage imekaa vizuri, naona kunaanza changes na unaomba, na wewe ni muombaji. Ni nini hili? Naona Mungu anaweka wengine pale, maandui wanawekwa pale, wanapakishwa. Anakataa kuwamaliza wengine, si wote, kwa sababu ya sisi. Tusipobakishiwa hao, hakuna masomo. Na maana tunakaa tukisoma kila wakati, hao wanainuliwa waturudishe tena kwa Mungu kila wakati, kuturudisha kwa Mungu. Na nasema niliona mtu akiwa na vitabu na zilikuwa kubwa. Na huyu mwenye niliona kuna mahali ataenda, bado hajaenda. Niliona ameenda. Na nikaulizwa aingie hapa, nikasema although hapa kwa mahali si kitu ya kufurahia, lakini ni possession. Nikasema wacha aende. Then nikaona amepatiwa vitabu gapi? Nanja ako na vitabu na hajaingia kwa position. Nimuombe neema, huyu apokee neema. Already ni kumaanisha wakati ata move from this place to the other, atakuta already the walimu ni the enemies. Nedho si ako na vitabu though si position hiyo. So watakuweko pale, na kazi yao ni kukuweka chini, kukutafutia makosa, kukuonyesha hakuna kitu unanjua. Kuwekwa chini. Nasema kuwekwa chini. Wengine ni ati unakuta uko na tovisanga hapa na pale. Mara umeanguka kwa barabara, mara umepoteza pesa, mara umeinukiwa na akina fulani. Hizo vitu zote si ati Mungu wetu ananichukia, hapana. Tuangalie vizuri verse 2. Mimi ninajibu maswali ya wengine. Ni kwa nini my brother anakaa kituroga? Tujibu hiyo. Kwa nini Keti? Keti jibu pamoja nami. Ni kwa nini hata
nikiweka sacrifice, nikiinua dhabihu, hiyo kitu inaenda miezi 2, miezi 3. Ni kwa nini tena anainuka? Verse 2 inasema nini? Why? Ni kwa nini? Nauliza ni kwa nini? Verse 2, ekirie oguo, ekaga oguo, Ngai ekaga oguo. Ngai ekaga oguo. Ngai amwitikagiria. Alimpakisha kwa nini? Kwa familia. Mtu mmoja hata unamuona. Ni kwa nini? Verse 2, twende. Ili kwamba vizazi vya wana wa Israeli wapate kujua. Tuachane na Israeli, wewe keti si Mwisraeli, twende yenu. Ili kwamba keti, twende kwa haraka, wewe ni mwalimu. Na wale muomenye buku levo keti. Tukatokotena wasiwasi. Ili kwamba nipate kujua. Twende kwa kizazi. Ili apate kujua. Huyu Ruben, chukue hiyo. Ili nataka uweke jina yako hapo kwisha, ili uelewe. Kirioguo, Ngai ekaga oguo. Tunasema my brother, angali pale. Tukimaliza 2 months anapanda, anainua Kenya, anainua, naanza kutabika, naanza kuteseka. Ni kwa nini hii sacrifice haimsikii? Ni kwa nini yaishe kabisa? Sisemi ya kufe, kwamba hisi uchawi yake itafanya kazi tena, na tunaamini Mungu mwenye ako juu ya uchawi. Why? Tuko pale. Mungu anafanya hivyo kwa sababu verse 2. Ekire oguo kwa Israeli, athomithie ruciaro o ruciaro, ili kuwafundisha vita, hasa wao ambao hawakujua vita kabla ya wakati ya ule. Verse 2. Ili kwamba vizazi vya wana Israeli wapate kujua, ili kuwafundisha vita, hasa wao ambao hawakujua vita kabla ya wakati ule. Thank you. Kwa hivyo tukitoka kwa Kate, ndio atasoma. Ni nani anamfunza? Ule. Mungu wapi? Hapa hakuna Mungu. Mungu ako na walimu. Mimi nimesema tuseme example, ndugu yangu. Nina tafadhali napeana mfano. Wewe ulete ya? Tuseme ndugu yangu tunamjua kama familia ni mchawi, na ndio maana tunajifunza tukiwa na Kate. Tuseme my brother ni mchawi, na hakika akisikia nikiwa na kakitu hivi, anaenda kwenye wanaendanga ku make sure imefungwa. Na mimi nikinjua huwa ninakunja na sacrifice ama sandaka ya kusimamisha hiyo kitu, na hakika ninaona inatulia. Lakini nikimaliza miezi 2 anainuka tena. Ni kwa nini Mungu hajamaliza hii uchawi? Tuko pale sasa. Kwa nini hii pattern? Ni kwa nini? Ni mimi ninajiuliza kwa nini, na tunafunzwa na maandiko, sio mimi. Mungu wetu akimalizana na kizazi fulani, na ndio maana Ruben tulimba vizazi hadi vizazi. Niliamka nikiimba usiku kwa ndoto. Nilikuwa ninaimba kwa ndoto, nikaambia Ruben anitafutie vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa, ewe Bwana. Vizazi tena, vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa, ewe Bwana. Kweli wewe ni Mungu. Kweli
umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu, wewe ni Mungu. Kweli wewe ni Mungu. Kweli wewe wastahili, umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu, wewe ni Mungu. Vizazi hadi tumerudi sasa kwa keti tena, ndugu yake. Wacha nisitumie ndugu yangu, tuseme napeana mfano tafadhali. Napeana na keti, ndugu yake keti. Tuseme sasa pale yeye aliona nyota. And by the way kwa kina keti ni walimu, karibu walimu. Nyota yenye inaonekana ikisaini kwa kina keti ni walimu. Lakini walimu hawa wako na levels. So unakimbizwa kulingana na level ya? Ni ukiwa chini sana nani anakuuliza? Ule mwenye ako chini sana ni rafiki. Akienda kule kwa veo, huyo unaambiwa. Kuna mwingine ni kale kama kale Daudi. Kuna mwingine lakini huyo hana anja. Tunaangalia nyota, na nyota inaangaliwa tena na level. So nasema nyota za akina keti, nafikiri sijakosea, ni walimu. Nafikiri sijakosea, hao wengine wakulima hakuna mtu wa kuwakimbisha. Wewe unaendelea na kulima, lakini hata hiyo kulima ni ya kuteseka. Si ate ulime ate tusikie ate umenunua, wewe utajikuta hospitali. Sasa ni ile ya kulima ya kukula peke yake na nguo na kusomeza watoto. Hiyo ingine ya kuanganya mawe, nyumba ya mawe, angangali kipikipi, hapana, labda hospitali mpaka uyuse. Sasa hawa nasema tuseme ndugu yake yako hivyo. Ni kwa nini aliona nyota? Ni nyota ndizo zinakuwa na shinda. Na ndiko kwa familia tafadhali, nilitoka kwa mashamba nikaenda kidogo sana kwa mangali, juu nataka niingie kwa karibu kila mtu, juu si kila mtu ako na ngali. Though ninajua wengi wataenda pale. Na usiogope kupigwa, usiogope maandui. Sasa akiona nyota yenye iko kwa familia yetu, wote si wakulima, wote ni walimu, anakimbishana na hiyo nyota. Na ule nyota yake hata ikiwa ni ya walimu yake iko chini, huyo vita yake ni ndogo. The more unapanda, the more vita inakuwa kali. Ni kwa nini Mungu wetu aimarisi hii vita? Ni masomo. Ni verse 2. Tusome. Mungu akaona ya kwamba hao watu wakiendelea kumiliki hivyo, wakiendelea kujisikia, na nakwambia nimekuwa na uchungu wa hizi vindole za kujisikia wiki mzima. Ni ile yenye unajisikia inapiganwa nayo sana. Verse 2. Ili kwamba vizazi vya wana wa Israeli wapate kujua, ili kuwafundisha vita. Weka kwa kwanza. Alipakisha maandui atigalilie megana 5. And do you know, in every country, in every area, tunawaita, wakati nilisoma nilisikia wakiitwa territorial. Although we call them demons, makorowando, occupy the territory. Kama hapa Mwea, there are 5 of them. I even know them. Ungionekana kama unainuka hivi. No kwamba wewe ya territorio. Ni kwa nini Mungu, na ni Mungu wetu, na ni Mungu anaweza, kwa nini anapakisha haya watu? Kulingana na verse 2, mahatigarilio nigetha kila vizazi hadi. Na ninasema ya kwamba keti akimalizana kupigana, na mwambia alipewa vitabu 3. Akimalizana na hiyo Mungu ataingilia. Ikiwa Mungu ataona kwamba Mungu anastahili kusoma, lakini ikiwa yeye si wa hiyo, hakuna mahali wataonana na yeye. Jina labda onane na kwenye
the territory nao kwenye yako ama kwa marafiki. Sema anaona sasa hiyo nyota inapanda aje, lazima initeremshe. Wengine wanateremsanga na magonjwa, wengine ni accident, wengine unaruhusiwa kikitu yenye itakufanya usiendelee. Ni kwa nini? I'm not scaring you. Mungu wetu anaweza, najua hivyo. Na nauliza ni kwa nini wapakishwe? Ni kwa nini maadui wapakishwe? Ni kwa nini? Wakati niliingia hapa nilikuwa na maadui sana, hata nilikumbuka mmoja usiku. Maadui hata mmoja alikuwa naingia, sikuwa najua kuandika ni nini. Ni mtu mmoja alinisaidia ati namba ile muandika hata sijui ni nini. Na hapa nyuma anaandika ishe. Na alikuwa ameenda Tanzania. Hii kanisa hii ati ana pretend kunja kuomba lakini anaweka vitu zake. So ninasema nini? Na huyo naye mwenye alikuwa anafanya hivyo alikuwa amefungua kanisa kama 3 4 siki. So alikuwa anasema no. Yeye ni territorial. Kwa nini niingie kwa territory yao? Yes. So nikiombea Mungu, naomba Mungu muondoe, umalize. Mungu aliniambia no. Nikaonyeshwa 12 of them. Nikaambiwa tuimbe pamoja, Rubeni ombea adui yako ili unapobarikiwa jione kwa macho. Ombea adui yako aishi siku nyingi ili unapobarikiwa jione. Au wengine sijui. Hapo muombe, ndivyo niliambiwa kwa ndoto. Muombe. Kwanza mwenye alikuwa topu ni mwenye alikuwa ameenda Tanzania. Na si ate nikufunuliwa, nilifunuliwa. Alikuwa naambia washirika wangu wakitoka service, unajua ule pastor wenu nammaliza live. Si ate kitu ya kuficha. si ate kitu ya kuficha. Na nilikuwa ninajua iko hivyo. So mimi nilikuwa napita, ninajua na ninamsalimia. Na ninasema ninamsalimia. So nikiuliza Mungu, kwa nini umalizi? Mimi sisemi mtu akufe. Kwa nini umalizi hizi nguvu zao? Kwa nini umalizi nguvu zake na kanisa ni yako? Muombe aishi ili ukibarikiwa ajione na macho. Akumbe nikisoma hapa leo ndio niliweza kujua. Kumbe alikuwa amewekwa pale nisome nini? Nisome nini? Kuombea adui wako. Nisome ninakuletea yangu, utaleta yako. Kuombea adui yako. Nasema unaona wacha nimesikia mtu uniulisu tu, nikisikia mtu sitamtanja leo. Mkiwa wengi kwenu, tuseme you are 6, you are 5. Mtu mmoja tu anaonekana kuna kakitu ameanza kupata hivi. Tena nimerudi kwa familia na sijui kwa nini. Narudi kwa familia. Kuna kakitu hivi. Kuna kakitu au wengine kunao wanapatwa na wivu. Yes, kunao wanapatwa na wivu. Na ni your sisters, your brothers, ama uncles, ama aunts. Ni kwa nini na sisi ni waombaji Mungu asiwafanye wanyamaze? Anawaweka pale. Tuko hapo sasa. Anawaweka pale. Mimi ninaleta ansa ya maswali yako. Anawapakisha pale kama wana wa Israeli ili usome. Oh yes. Yes. Kitu kwamba usome. Si kingine. There's something to learn. Lazima usome. Oh yes. Kwa hivyo ukimuona kikuinukia, usimuinukie. Pigia Yesu makofi. Mongire rabio ona mwakira no moko tho. Great revelation. Ebukulevo. Na ikiwa utaki sasa kupigwa, usipate kitu. Waishi maskini. Kulia kutheri, kulia na nguo itembara. Ona nguo imbara we. Hata nguo siku. Hata kukura, by the way, weka na neighbor uonekane ukikura tunyama hapo na tuchapati na yeye nishinda uone. Ataenda in every level. Bakora kwa na mundu wa gututhomi au wana wa Israeli walikuwa wamejulikana they are weak, and even as we are weak, by the way, in one way or the other tu ya hudhu kwiria tu ya hudhu. Kwa hivyo we muhudhu no nginya uthome, no nginya utonyekera. Kwa nini aliwapakisha? Afunze kisasi hadi kisasi kupigana vita
mathomaga ya ndui kurua mbara kwathikira Ngai. Lazima wangefunzwa hivyo. Lazima wangefunzwa hivyo. Walikuwa wanafunzwa nini tena? Kwamba kuamini Mungu huyu wa Ibrahimu. Kumbuka miaka mingi sana wako wanajuana na huyu Mungu. Walikuwa wanafunzwa mambo ya miungu kule Misri. So ili wajue huyu Mungu wangepelekwa shule, kuteseka, kugongwa, ili walilie Mungu huyu wamjue zaidi. Wiki hii ni jana ni jana niliongea na mtu mwenye amepelekwa kalevo wewe mpaka mimi ninafurahia. I like it. Level aina nikasichana kandogo kako kalevo hata kamsahara. Mimi nilimwambia hapa msahara iko sawa, kile kitu yake iko sawa, wacha nisi atasikia hii message. So akaniambia wakati alifika level last month, si kitambo, level ingine sasa, from one level to another, na kwambia aligongewa kwa barabara. Unajua hata kwa barabara kuna territorial demons. Ni kwa nini uendeshe gari ya aina hii? This time not familiars. Ni wale wako na Mercedes, wale wako na magari kubwa kubwa. Kwa nini? Kwa nini chini? Unajua ninafurahi kwa maana aliniambia jana usiku, mimi pastor nikwambie kuna kitu Mungu amenifunza. I was very happy. Kwa kenye kimetendeka of late ati ni muthomithie na amefunzwa kuamini Mungu. Pigia Yesu makofi. Mimi hakuwa najua kama niko na hii neno, ilikuwa inanikura kunikura, nikasikia kwa hivyo nikienda kwa level nyingine ni mafunzo. Hata wakati nilianguka mguu, maana nilipigana na watu sana kwa ndoto ili niende kuanguka saa 5 saa mchana na hakukuwa kumenyesha. Mimi nikauliza Mungu mbona? Nilionyeshwa, nikaiombea na Mungu wetu hakuisuilia. Yes, sikia. Nilionyeshwa, unanisikia? Nikaifunga, nikaiombea, nikaitolea sacrifice, lakini akaachilia. Nakwambia juu ya mguu ili uachana na hao wengine, labda unjafika hapo uelewi. Sasa wakati nikiwa na bandage na nikiwa nimelala hapo, nikauliza Mungu, na ni kwa nini Mungu itendeke hivi? Akaniambia nilikuwa nataka ukufunza kunisikia. Nikiendelea kaniambia ninataka ingine na ikaingia, nilikuwa nataka kukufunza, nikandera kuthomithia kumenya, mpaka nikanjiuliza miaka yote tangu tujuane na Mungu Yesu rafiki yangu, kweli sijamjua? Nikasema yes Lord. So kumbe magonjwa ingine huwa inaweza kuja, si ati umetenda dhambi yoyote ile, la kupitia kwa magonjwa umjue Mungu. Imagine venye kitambu yako baba Muthoni imekaa miaka mingi, kaura kakirathika naye. Hizi vitambu ni kali. Mimi najua kuna watu wanipendi hapa ni juu ya kushindanga nikisema mtasoma. Ona utaebuka anje ikiwa wana wa Israeli waliingizwa kwa masomo. Na sisi ni wa huo usao sasa. Na wao kila kizazi kilikuwa kifunzwe kupigana nini? Hii vita yao ilikuwa ni ya mashamba, sabonde. Kupigania mashamba, kupigana umiliki, unjishikie. Lazima kuna maandui wamesimama kusema ukatoraga mbroti wewe. Na ndio maana my friend Mama Njagi nampenda. Nilimwangalia leo. Mimi nilimwangalia na ka story Kenya ananiambia sitaongea Mama Njagi usijali. Ka story kingine aliniambia alienda wacha niguse kidogo, si ndio? Akafika to the level ya kununua lori. Unasikia? Akiwa amepakisha, si ni kweli Mama Njagi? Kidogo sana the territorial wale wanakuwa na maroli wakasema nini wewe? Unasikia kenye nasema? Si ate Mungu wetu anamchukia. Si ate Mungu wetu angeweza kusimamisha. Kuna funzo. Ni
Ni natikanga yatagasokia no agasokia. Jina la Yesu lipewe sifa. Unasikia? Unafika unasikia yes. Ni Mungu. Ukisahau kwanza ukisireki kidogo usahau ate uone ni bidii yako. Ni venye unanjua na kuambia unagongangwa mpaka chini ili uanze na Mungu useme kweli wewe ni Mungu. Kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Ukifika hapo kuwa kaina kweli wenga, unafikiri umetoka wapi? Umetoka wapi? Unafikiri umetoka wapi? Umetoka mahali ya kusema ni wanjomoline mwatoka ine matoka wale kuno ine utale maekana kenulu ngayo kengiria ninga kwele kwa haunienda ikitwene achawi moigaga usione moiso wakwa nakayandi aigua ngone muno indi uria weitho ini akinjigua gitumi kia Ngai kunuta kuo menyithia aria othe mena maswali maracurie maitho mao mone ni guthoma riu marathoma ni wanjumuline mwatuka wale kunu eloine utane maekana keruru oye ngayo kegiria ninga kwele kwa. Kuna watu nakwambia tukikutana Sunday wataimba kama mimi. Na ndio maana nilisukumwa, nilipewa msukumo nije nitangazie. I wish itatapiwa na wengine. Things are already better. Nilitangazia wengi hapa. Maondo leo ni mega. Leo teira wachana na ya jana. Wachana na ya kesho. Wachana na yenye ulijua. Leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Na nilitangazia maandui wanjue hivyo. Maondo leo ni mega. Tondo Yesu egeteine. Ni mega. Sasa mimi nimerudi kwa kizazi. Mimi shinda yangu. Sasa wewe kiti tuko kizazi gani? Maana hii kitu hata ukiombea ni hakuna. No tuitikerire kutho? Tuitikire tuthome. Ivuko narienda guko muthi niriuke. Ni aigana marenda mafuku ndimahe. Kai aya matirenda kuthoma. Ingine ni yake nguvu. Yes, ili ufike kwa level fulani no nginya utoro sukuru. Eno sukuru ni ya kwenyitira kai kamutangienda. Mwana ni arenda twenyitire tweke maundu manene. Jina la Yesu lipewe sifa. Usipopelekwa shule uweru atire wagia ngari mundu ekarago. Unakaa hivi na maneimba. Ikiwa ni bibi unamtiriti hivi. Ikiwa ni msasi unamtiriti hivi. Si ate kupata ngari. Sasa wewe ate ugoka kugikia. Nogo tunywa. Hata barabara yenyewe inakukataa. Yes, barabara yenyewe inanena. Na unalia na unaona hakuna. Kuna kitu kingine nilisikia very sharp Sasa nikaona tumeongelea juu ya ngari, weka bicycle pale, weka mileage pale, position ya aspiration kama mimi, hata pesa. Tuko kwa pesa sasa. Tuko kwa pesa maana ni nasikia harufu. Huwa nasikianga huwa nafurahishwa na geti sana juu ananiambianga huwa hata before kitu kimtendekee anasikianga mapepo yake. Nindiraiguaga Apostoli Kengwire ndiye nindiraiguaga wana bekura ihubagioka. Anasikia na mimi nasikia harufu ya pesa. Anokathio vinge
Ikiwa wewe umetumwa ufunge, wewe nigonge, lakini mimi nitasoma na niipate. Nindiratigera, hakuna kuogopa. Kuogopa nini? Ikiwa uko katikati yetu na wewe ni andui ya Kenya ninaongea, utapigana nayo ukiwa umeachiliwa na Mungu. Mimi nisome, na mimi nikisoma utaachwa hapo ukipigana. Nisonge mbele. Utaachwa na vita yako, mimi nisonge mbele. So hakuna ati kuogopa. Nasema nasikia harufu. Ninasema nasikia harufu. Tuseme sasa wewe ambaye labda utakuwa na hizo pesa, umefika kwa hizo pesa. Ukifika kwa pesa fulani, teturia tu nini, odhona tutu nini turombara yayo. Lakini sana sana vita kubwa sana inakuanga za pesa mingi. So moi magira kesasi handi kesa baranginya sia meberega, sia family, sia neighbor, sia ndirondi, kila mtu. Maana of course mtu akipata pesa in one way or the other atajifichi anje, atajulikana ako na pesa. Na basi kiu utaweza kujificha, maana ni realize kuna very few people wanajuanga kujificha kabisa. Kunao wanajua kusoma wale ambaye sasa wamewekwa sana na Mungu. Hawa ni wanajuanga kusoma nyota ya fulani irogamirite mbesa nili. Wanaona nyota na wanasema mwezi huu kiisha tarehe 28. Nasema mwezi huu kiisha tarehe 28 nyota karoga mahe mundu pa ikauga mane ikandika na ikauga balok. Teturia twa mwingi nituratwa kwebererirwa kwa obisi ugatonya we wiki kuigambagi oguo. Iyo sasa na nyota inasomekana kabisa. Na ndithomagwa ni kila mtu ni maandui. Nasema umesikia kenye nasema ni maandui. Sasa ninajua sasa leo nitamuacha hanging. Nifanye nini? Ni masomo. Ikiwa na pale mbele ulishindwa na kuhando tundogo, umenya sukuru na ogotwa? Sukuru na otwaretwe. Ikiwa ulishindwa na tule tundogo, isi baroko, isi mingi sikiingia kwanza before siingie, ama ukiipata utapelekwa shule. Na ndio maana huwa unasikia kwamba mundu auma na sio ameuza samba, ukimuuliza siliende wapi ajui, anajaribu kuangalia kama kuna kiti peke yake, hata kiti hakuna. Anapatwa na masafari suhuli. Na kule maandui labda wenu na wale wengine wanainua sacrifices zao, maana hata na wao wanaonanga nyota. Wakienda kule wanaenda kuulizia na my brother karagati leo na kwambia rametametaambia anipite chini. Afanywa nini? Atumie ugonjwa fulani ili akiendelea na hospitali ikiwanja juana na Mungu pesa yote. Nasema ni kusoma. Nasema ni kusoma. Ati andu haya verse 22 inasema nini? Twende verse 2 kids kwa raka. Mimi nilikuwa nimeenda kwa wimbo. Ili kwamba vizazi vya wana wa Israeli wapate kujua, ili kuwafundisha vita, hasa wao ambao hawakujua vita kabla ya wakati ule. Verse 4. Ndurire icio ciarĩ cia kugeria Aisiraeli kana ni marĩrũ magirĩra mathani ma Mwathani o marĩa athĩte maithe mao ahũthĩrĩte Musa. Koguo andũ a Isiraeli matũraga gatagatĩ-inĩ ka acio makĩra ũcio nĩ mahikanagia nao na magathathayagia ngai ciao. Verse 4. Naye aliwaacha ili awajaribu Israeli kwa hao, apate kujua kwamba watasikiliza amri za Bwana alizowaamuru baba zao kwa mkono wa Musa. Kuna yale Mungu wetu anakaa kitukumbusa kila wakati. Anakaa kinena nawe kila wakati. Ukisahau tu kidogo, ufanye contrary, unjue analeta mwalimu. Analeta mwalimu akufanya nini kiti?
Nifundishe. Good. Analeta mwalimu wa kukufundisha ama wa kukukumbusha. Yeye ni kukulikania kana kukuthomithia. Tuende verse 7, kuna kakitu hapo nimecapture kidogo nimalizie pale. 7. Wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Nao wakamsahau Bwana Mungu wao. Nao wakatumikia Mabaali na Mashitorethi. Kwa hivyo hasira za Bwana ziliwaka juu ya Israeli, naye akawauza na kuwatia katika mikono mwa Kushani-Rishathaim mfalme wa Mesopotamia. Fikisha pale ili nimalizie pale. Na riri Israeli makiriganirwo ni mwathani wao makimuhitiria na magithathaia mihianano ya Baali ona Asera. Mwathani akirakarira Israeli na agikimanenganira watho-ini wa Kushani-Rishathaim uria wari muthamaki wa Mesopotamia, nao makimutungatira miaka 8. Hindi wa Israeli magikaira mwathani, nake mwathani agituma mundu wa kumahonokia nake ari Othnieli muru wake Kenazi ari muru wa nyina na Caleb. Niko verse 7 and 8 namalizia pale. Wana wa Israeli walifanya sasa kinyume na Mungu, wakasahau kumtumikia Mungu tena, wakasahau kumfuata tena, wakaanza kuabudu akina Baali. Of course kindamu wao walikuwa wamefunzwa hivyo na wako wanajua Mungu yu wa Ibrahim na Isaac. Kwa hivyo wakarudi venye walikuwa, ni kumaanisha wengi wetu hapa wanapofikishwa kwa level fulani aingia itu matiririkana ganga irengi. Kuna level zingine wanafikishwa na Jehova mekaraga tandu tu matoi Ngai. Na unaona hata marafiki wao si wale wameokoka, riu makambiria kwetha riu makigagua hai nindi agirwo ni gwikaraga kuria tingiriraga nginaga kwina ndui kuimba nini, hata masaa ya kanisa hakuna. Masaa ya kanisa kuabudu Mungu ulikuwa kuomba, ulipokea baraka zako kupitia kwa makoti kufunga, hiyo unaweka kando. Unaenda kwa shughuli zako, maana sasa kuna level nyingine umefika. Kuna level fulani labda umefika, sasa unatafuta klasi yako. Unatafuta klasi fulani na unaanza kukaa kama hiyo klasi. Little did you know ya kwamba Mungu anakutazama tu akuletee kitabu. Thikirathi kiu vio liganirwo nenie vio evuku no thomete we. Mungu ni nani? Ni wawivu. Mungu wetu ni wawivu. Ndangikuhe acokio ni ate urahoya andu mangi. Kirathi no tonyo kirathi utaingizwa kwa darasa. So hawa nao walifanya hivyo. Mungu ni nani? Akawapeana kwa mikono ya mfalme fulani wawe slaves. Makorwengo ngombo. Nimerudi kwa wale tuseme, naomba tafadhali watu wa biashara wasinipige juu tunasoma na wao kisha hao wengine wajiingize pale. Niliweza ku identify 2 people 3 ya kwamba hao watu tuseme kuna wakati walikuwa kupiki kiasi ya kwamba akona ni ta mundu wa nduka Rubeni leo ni wa nduka ni wa labda alikuwa naitisa vitu na cash. Ni example ndirabeana na baba Muthoni labda anauza hata baba Muthoni anauza msiele. Thank you, tutumie Ruben na baba Muthoni. Ruben ni wa nduka, baba Muthoni ni wa akuria kithiine. Wakati alililia Mungu kabisa, akiwa kwa Mungu, akiwa committed, Mungu akamkumbuka, akampe stock. Itakuwa stock kani capital whichever. Na akawa sasa amejisimamia anauza, baba Muthoni anauza mchele wake. Naomba Muthoni baba Muthoni sitakuoffend na tumia tu example. Na Ruben hapa nasema tuseme
at the beginning of the year ulikuwa hivyo. Ninapeana example tafadhali. Na yeye hata the first day mwezi wa kwanza wa pili alikuwa naendea vitu na cash. Kaendelea hivyo akasuti. Mungu wetu ni mwema, maana ni mwaka wa kutenda makuu. Akatenda makuu, akafika mahali akaabudu makuu. Unasikia kenye nasema? Ukitaka kunichukia kuna shinda, utaletwa kitabu tukiachana. Na mimi utakumbuka kwa kitabu, utaona mimi hata niko hapo juu mstari mmoja sentence fulani ni apostle anasema niliabudu makuu. Alafu unafunguliwa peji ya kusoma sasa. Mtu akiabudu makuu anakuaje? Mungu mwenye kupeana the stock, the capital at the beginning, maana ni wawifu, anakupeleka kwa kirasi. Unakuwa slave. Slave ne ngombo ya mondo fulani. Akorone nduka unaitisha kwa nduka ile iko la ogosi ya maurusironi si ile kuliwa sijui. Tumuite Kamau. Na sijui natoanga Kamau hapi kila wakati. Uko utaitisha na onda, lakini utalipa after how many days? Ama 1 week. Ama unaletewa na watu wale wanaletanga, wanakuambia ngaagira Saturday, lakini yeye anahakikisha ya kwamba amepandisha bei sio kama ile yenye iko venye ulikuwa unanunua wakati ulikuwa yes, wakati ulikuwa njuu. So ugotora wendwe agakuhea na kwe mondo leko. Yes, agakuhea na kwe mondo sio tore we ngombo. Idho mdhoni wanjigwa mwena Rubeni. Maana wakati mlipelekwa njuu, hata ikiwa maenemesi walikunja, nyinyi mliendelea na kuabudu hizo njuu zenu. Yes, mnepindi yakwa ni koroka ni viva. Kila kadu te viva. Nakwambia niko na viva. Hata ukumbuki mwenye kupeana viva. Mambo ya kanisa sasa unaenda pole pole, chini kwa chini, unafikiri tu viva iko, utaletewa vitambu. Utajikuta ukiwa ni kukopa. We ngombo yamo atia agakuheaga ukamuendelia ukalia. Nilitembelea mtu na kujua, nilimkumbuka hata yeye usiku. Kuna vitu anausanga hizi sahoka zisa barabara. Akaniambia kuna wakati apostle nilikuwa na pesa. Usikia, na ni beginning of this year nilikuwa na pesa, watoto kulipia shule haikuwa shinda, hata kulipa nyumba haikuwa shinda. Na mimi nilimkuta akiwa amepewa hiyo siku, kwamba amepewa na mtu amuusie. Kwa kila Kenya alikuwa na musia, alikuwa anapata shilingi 10. Unasikia Kenya nasema? Na ni mundu waandikanaga leo ne ngombo ndauga leo ne ngo. Turudise mawazo yetu nyuma, tuulize tuekiria atia tugitwika ngombo. Tuekiria atia tugitwika ngombo. Ulifanya nini ukawa sasa ngombo ni ndwikiti? Mtumwa ya mtu, ukawa chini ya mtu, kwamba lazima ukienda kuuza idho mudhoni lazima ukope, uende kule, unaenda Thika na kule kwingine unakula kakitu kandogo yendi anaku ni kama unamuhusia na njia nyingine. Gitomi kianje soni dhanyo nigutharia wera wa ngoma uria kite ngoro ine cia andu nigetha matikaonoke. Ngombo maita ngombo no ngombo, Jesu okire kuohora ngombo, na woturi okombo inegeke, na Jesu akiohoraga ngombo. Ngombo maita ngombo no ngombo, Jesu okire kuohora ngombo, na woturi okombo inegeke, na Jesu Dongiuga uwezi ukasema unaambiwa leo umeelewa kwamba namba 1 wewe ngombo ulerwa atiriri ulerwa kuna area yenye uliambudu hizo vitu zako, hiyo viva yako, ukasahau mwenye kukupe viva akakuletea kitambo.
Sasa kwa sababu ya hasira ya Mungu akakufanya kuwa mtumwa wa mtu. Wewe ndiye unabeba huyo mtu akakwenyerera kani. Mundu ucio angikurateguo angiaga kuoya thimo weka rote wira. Na wewe ndiye ulikuwa the boss. Mungu atusaidie siku ya leo. Sikia hapa. Ati makihitiria Ngai ringi. Ni Ngai uruta wira ucio te ngoma. Nitwamenire Mwathani akirakarira Israeli akimanengera na watho-ini wa Kusani Rishathaimu uria wari muthamaki wa Mesopotamia, nao makimutungatira miaka 8. Miaka 8 kumutungatira nikuo ngombo riu. Maana Mungu alikasirika akasema wacha aende kusoma. Wacha aende kusoma. Na ningependa tuseme tu, wewe ambaye umefika pale, naomba. Na maana kuna watu watalipenti leo, maana hiyo ndio solution. Solution ni kuerira, ni kuhera, ni gucokerera Ngai, gucoko nduri uria wekaga riria wari murathime, ute murathime, kurudi mahali pale ili uweze kumaintain ile favor. Uweze kumaintain ile glory, uweze kumaintain ile grace hata ikiwa maadui wako. Kurundia Mungu. Wale ambao they are coming, maana ninaona kuna wengine wanainuka. Tafadhali usikumbali kuinamia nini? Wewe usikie sasa ni mimi. Aya, nilisikia ingine ya jina. Hii iko out of whatever. The jina. Kuna majina ingine nayo hata kwa tribe zetu, kwa familia zetu. Kwa hata ukisoma kwa Biblia utasikia mwingine akisema mimi ni nani na mimi ni mdogo kabisa kwetu. Hata jamii yetu ndio ndogo, the tribe yetu ndio ndogo. Example hivyo sasa. Kuna wengine sasa wanajulikana na majina yao kwamba asiomatiagiro ni kuoccupy. Nasema kupitia kwa jina. Before ufike kwa congratulate, maana kuna masomo. Hiyo kidhoma tongu turathoma. Tafadhali allow somebody to cover you. Kiwa na gutekio mwanyi itari. Taru gutekio mwanyi. Na wakati nilianza kanisa mimi, sikuwa ninajua mtu anaendanga njia gani, anapitia njia gani ili apokee jina. Hii jina yenye tunaona hapa inaitwa Confusion. So siku moja kindly helping two people. Andwere ni ladies, young mothers. Siku moja tukiwa na kule chini na tulikuwa wengi sana, kiti you can recall, kulikuwa na wanaume wengi wenye walikuwa wamepreach miaka mingi, wengine walirudi nyuma kitambo, wengine walikuwa mapastors, wengine wamejiunga kwa hii yenye imeingia ikiwa mpya, mwingine ameingia kule na ameenda makanisa 10. Tulikuwa wengi. Tukiwa pale sasa, mimi nilikuwa mdogo, so na wao walikuwa hata wao ukiona mimi hata nikisema amen wanakataa kusema. Niko kule hata nikipaka watu mafuta wanatoka nje kucheka. Yes, si mchezo, wanauliza huyu alitokea wapi? Si ndio sasa. Sasa mimi nikaanza bibi ya mmoja walikuwa na kanisa ikaisha, akawa ananiambia, na pastor pale mbele naonanga kitu empty. Kiti empty. Kila wakati ananiambia hivyo kila wakati. Mimi nikaenda kwa maombi, nikauliza Mungu, mimi ni wakuuliza Mungu, sitapishana na wewe, nipishane nini? Siuone tu. Siendelee na kuona, kwani kuona si ni kwa Mungu. Wewe endelea na kuona imagine niko hivyo, nitatoka kwa deliverance hivyo ndivyo ataniambia. Mimi hata nikiwa kwa kiti nilipatwa na usingizi, nikaona kiti yenyewe haina nilikuwa naelewa ananiambia anje, lakini mimi sikupishana na wao. Maana hao hata walikuwa wamehubiri miaka mingi kuniliko, hata sikuwa nimehubiri kwa kanisa yoyote ile as a pastor. So mimi nikaingia kwa maombi ya siku mingi kuuliza Mungu, na huyu mama kwani anakaa kiniambia hivyo kwa nini? Ni nini anasema mambo na kiti? Kwani mimi siko kwa hiyo kiti? Kwa nini hiyo kiti iko empty? So ilinisumbua nikiwa kwa the third day kwa maombi. Na ilikuwa mchana na kulikuwa midterm. Students ilikuwa kwa midterm. Mungu akanena nami kupitia kwa ndoto. Nikaona mume wake, na nimewahi waambia hivyo tena. Nimewahi hubiri Muthigini na watu wakaokoka 100. Nasema Muthigini na hapa juu.
Na nisijui ni kwa nini nilirudishwa huko tena. Nikaona kijina kimeitwa Muthigini na huyu ndiye mume wake. Nikaona ameshika picture yangu. Na anarudi nyuma hivi, nyuma bila nguo. Hakuwa na nguo. Anarudi na nyuma akishika picture yangu hivi. Picture inakona huku mbele. Naye anarudi na nyuma ili aingie mahali. Nikasikia kiulizwa anje, na wewe ni nini unataka? Akasema Keti anakumbuka the hadithi. Nataka huyu, sasa ni mimi kwa picha. Nataka huyu awe conductor na mimi driver. Siku ndiake vingithia kando kerire. Kumbuka kanisa haikuwa na jina. Ndiko hapo. Kanisa ilikuwa miezi 3 haikuwa na jina. Hatukuwa tumemaliza miezi 3 lakini tulikuwa tumeenda. Haikuwa na jina yeyote. Miezi 3. Haikuwa na jina yeyote. Wakati ule mzee alikuwa midterm. Na nilikuwa nimelala hapo kwa kiti na ni mchana. Kaniuliza nini nimefanya usituke hivyo, nikamuelezea. Akiwa na hakuwa nakunja kanisa, nilikuwa naenda peke yangu. Akasema sasa nikumaanisha anje? Nikamwambia mimi ninafikiria. Sasa nasema ninafikiria nitafutie kanisa cover. Cover niliitwa. Nasema nini? Akaniuliza kwa mawazo yako unataka kukafiwa na nani? Nikampe watu wawili, fulani na fulani. Akaniambia huyu wewe ukasikizana naye, mwiteo mno. Huyu mwingine mpole kama wewe, anashinda. Nakwambia hii mambo ni ya Mungu. Kwa haraka sana nikakubali huyu mwenye alisema. Akampigia simu, alikuwa Embu. Huyo mwenye alitukava wakati huo tulikuwa tunaitwa Ngururi. Alikuwa Embu na hakuwa anajua amekuja kufanya nini. Alikuwa amebeba document zote za kanisa. Akiwa Embu town akapigwa na mzee simu, akamwambia hata niko Embu, mko wapi? Akaelezewa, mko wapi? Tuko kwa nyumba. Kwa haraka akadrive na kanja, nikamwelezea, kisha tukaenda Embu, nikakafiwa na yeye. Unasema umesikia kenye ninasema? Then kwa haraka sana mzee akaenda akachukua kibao na akaandika. Hakukuwa hata na kibao. Akaandika jina, tukakimbia tukaandika jina na tukahangi pale. Hivyo tulisoma Sunday moja peke yake. Sema moja. After the jina sasa. Ule mzee wa nyuma na mke wake na kundi ingine kama ya watu 10 ikaenda. Wewe, I wish kuna mtu anaelewa kenye ninataka kumfusa saa hii. Unasikia kenye nimesema? Unaweza kuwa kuna mahali uliwekwa na njema. I am ministering to somebody. Na wewe saa hii unajisikia ni wewe. Ninasema ya kwamba hauna cover. Okay. Hiyo haujui. Hauna hata kwenyu bado haujakubalika kufika pale. So hata bila kupigwa na the neighbors kwenu ndiko utaangushiwa. Mutingi mbora borera robe. Ando ni mabora garobe na anywe. So ikiwa unajijua labda umeanguka mara nyingi kikasi, unatafuta cover. Unaona hii majina yenye tunaandika kwa kazi, kai sasa hii mambo ninaitoa wapi? Hii majina yenyewe inaweza kukufanya ufunge kazi. Ukisikia bado unaendelea na kusoma, tafuta cover ya jina ya mtu mwingine ambaye amesoma na amekumbalika na hiyo anga. Jina la Yesu lipewe sifa. Nasikia kuna watu 2 watatu wamesaidika. Ukinjipeleka na hiyo kifua yako na pride ni kufunga. Maana kila area, kila level kuna kuwa na nini? Wale wa kuongea, the territory demons. There are 5 of them in every area, in every position. Wako na kusema no, uliingia aje? Sisi hatukunjui, hatujatabua anga yako. Kitambo usome, unajua uko kwa masomo. If you are in any position, mtu anaingia kwa masomo. Kwa hivyo maana wewe ni young. Kwa hiyo kitu kaviwa na mtu mwingine, ukimaliza masomo jipeleke pale. So niliendelea hivyo, nikaendelea hivyo, nikapigwa kisha Mungu akanionyesha njia ya
kutafuta jina hiyo ya God's vision for the world. Hata wakati tuliingia hapa hatukuwa na jina, nikapigwa. Ni kanisa ya nini? Inajengwa na ina jina, ikapigwa. Although nilikuwa sayo nilikuwa nayo, nilikuwa na prepare venye nitaenda kumwambia ule alinipe cover kwamba this time now nimetoka kwa masomo, wacha nipigane na anga. Jina la Yesu lipewe sifa. Nasema by the grace of God tutaweza. Nasema tutaweza. Nafikiri I've ministered to a few. Nirudi kwa kete. Kisasi lazima wasome. Na ndio maana unaona ikitoka kwa kete inaenda kwa ndongo, itaenda kwa mtoto wa ndongo. Si ate Mungu anatuchukia, ni masomo. Nasema ni masomo. Ukigraduate, maana nilisikia leo kuna graduation. Leo tukiambudu hapa asubuhi nilisikia kuna graduation ya watu wachache wawili. Ukigraduate basi unapelekea kisasi hiyo mwingine. Yes, asome. Mambo ni kusoma. Ujue sasa ukijua kupigana vita au utapigana na mwili. Unajua asubuhi ya leo kuna watu wamepigana na mwili sana. Na nimegusokera kirathi na meaba. Na watarudia kirasi. Iya tubara tu hapa ni tuaki. Tunafanyanga urundi nyuma, ukae ukirundi nyuma, ukae ukiretoa vitambu, tekabo kire. Kabo tuike mundu wako kiraga. Jina la Yesu lipewe sifa. Amen. Ukisikia ni mdomo unafanya urudie kirasi, uweke nini kamba. Jina la Yesu lipewe sifa. Amen. So walirudia Jehova, wakalilia Jehova, akainua mtu wa kuwakomboa. Hata ndio maana niko hapa siku ya leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Amen. Naomba tusimame. Usipoamini kienye ninasema, tafadhali tuonane na hiyo kitabu ingine. Kumbuka mahali utaanza kusoma ni ati usiabudu hizo vitu zenye umepewa na Jehova. Ukisiabudu utakuwa slave. Ukiendelea na kuabudu Mungu venye ulikuwa unamfanyia, unaendelea na kumfanyia, hiyo ndio inatufanya tu maintain. Kile ulikuwa unafanyia Mungu, endelea nayo. If it is commitment, endelea nayo. Wacha kuabudu pesa, wacha kuabudu kasi. Mungu wetu atakasirika. Utaletewa kitambu. Ukitelekewa kitambu, unjue wakumaka ni andui. Nwaka uganealekeredwe leo. Yes, ni maandui. Wandui ndio walimu. Ni Biblia imesema, sio mimi. Nilihimizwa, nikauliza hii inafunzwa aje, nikasema enda uambie kizazi hadi kizazi. Walikuwa wafunzwe kupigana vita ya mashamba. Sijui yako ni gani. Wakati nilinunua hapa, nilipigwa pale Tai. Nikafunzwa. Unajua nilifunzwa aje? Ukienda kununua samba mahali Mukundi, usikutane tu na mwenye wa kuuza, unauliza hata wa area. Mondo sio ne momoe. Yes. Sachi tiondo, kudhisati tiondo. Siku hizi sinapeano badia. Niliambia kijana mwingine, tulikuwa naye jana, si jana, juzi hapa. Akaniambia sijui yako na mchumba na Nyeri. Nikamwambia wewe, cheza hiyo michezo uko nayo. Utaenda tu kama wakati ule mwingine. Ukitaka mchumba, unaenda hata area. Siku hizi sio Kiro peke yake. Area. Tembea bila kumwambia. Uliza mzee mmoja, kijana mmoja, nuengania. Labda amenjiweka nini? Mbuzi ya nini? Yes. Kumbe ni mbwa mwitu. Imekuwa hivyo hata kanisani, na nataka nakwambia usifurahie kununua shamba. Nilifunzwa area Tai. Ni mwana gatai ni yakwa. Ngithomi nilikuwa nasikia Jehova ananiambia, nasikia watu wananifuata. Naambia huyu baba Muthoni, tunje unisaidie tuende. Wakawa very busy. Kila mtu wako very busy. Msee tuende, hapana. Vimeo. Hiyo kanjia ya kuenda kwa rand, nilikuwa nasikia watu wakiwa nyuma yangu. Nasikia kabisa wako nyuma yangu. Ninatafuta mtu wa kunipeleka. Nondo olende uragura brotiatia.
Jina la Yesu lipewe sifa. Ikaenda hivyo nikasoma. So wakati wa kununua hii nilifanya research pamoja na Mungu kuulizia niwe ukienda kununua ploti, maana kuna watu watanunua hapa, nasema tia kutuika excited nito nimwasema ni na mondo ambo tuirie mbere ya rutembe, lakini ukiona imeenda unjue kaola thomithirwe. Jehova alinifunza, ni mimi nilikupe na mimi nimechukua, ni mimi nimekuweka chini na ni mimi nitakupeleka juu kwenye utawaifikiwa. Pigia Yesu makofi. Kwa hivyo tunamalizia na kusema nini? I'm summarizing by saying ya kwamba mafunzo yoyote ile tumesoma so far, kenye wewe umesoma, kenye utasoma, unjue huyu andui guteko ndwangethi ali egwe karabagua kambararagua ndira waleta shingo yako malingo yako kunjisikia ni yako, unapelekwa chini na yeye akufunze, ufunzwe, na ukiwa chini pale nukurerera Ngai, ugacokerera Ngai. Mapenzi ya Mungu ni yate, tusingonje tu kupelekwa shule na mandui. Sisi tuombe tu neema. Tukianza kitu tunaendelea nayo mpaka mwisho. Tukitukuza Jehova, tukisema tukiuga kate Ruben na rwimbo leo tukuinaga, kweli wewe ni Mungu, kweli wewe wastahili, keti juu sana kwenye kiti cha enzi, umetukuza utukufu. Wewe ni Mungu, ni kweli wewe ni Mungu, kweli wewe ribabo shekeandwe, umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Utakapopelekwa Kanani na wenyitire, ningependa tu ikiwa wewe ulikuwa ni Mungu, endelea na kumuona ni Mungu. Wacha aende kuwa Mungu, aendelee na kuitwa Mungu. Usifike mahali ya kuona ni wewe. Usifike mahali kuachana na Mungu ukasama sana kwa mambo ya biashara, usahau Mungu wako. Mungu ni wawivu. Mungu ni wawivu. Na wale ambaye wanatupeleka kwa masomo maandui wetu, tikuteko ndomea kudhiaga. Usiku niliona mtu ambaye alipeleka pesa yangu somewhere. Sasa unajua alipewa nini? Na kaitiswa nguo na kapeleka mahali. Sasa wakati alipeleka mahali, unajua alipewa nini? Akaambiwa mweke chula. Mweke chula. Kuchula ni kumaanisha asiseto. Ndakeganireba. Akole nitabakanira gutekweganira. Akwa ni kulia alende kweganira, asitoshereke. Kwa nini? Akapewa njibu. So mimi nikaomba na ikaenda ikarudi kwake. So asubuhi alikuwa anasema hivi, nimeona hata nikutupa pesa. Ninaona hata nilitupa pesa. Afadhali huyo Mungu wake. Jina la Yesu lipewe sifa. Wataweka. Tukisoma, maana nilisoma. Kumbe ni maikageria ndo siora. Nigetha kuri ori ukagia kiagago. Hakuna mahali unaseto. Nasema hiyo roho inaisha leo katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Koutolene tuekaranginya tugacire. Jina la Yesu lipewe sifa. Sio kila wakati ni misigo kubeba, ni kuenda. Ni uende maandui waseme kweli ni wa hapa. Huyu kweli tumekubali ni wa hapa. Huyu anastahili kupata mangali. Huyu anastahili kupreach. Huyu anastahili kupata marriage. Huyu anastahili kuwa rich. Wakumbali leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Asubuhi tulikuta pale soil. So very fresh soil. Unaona teri unaona yote wa goko.
Urona teri yote wa goko. And I was very keen. Nasema very keen. Maana nilikunja nikiwa right in the spirit, nilijua venye kuko leo. So mimi ndio ngirwe neunda amba gutunga gakundi, ndatonga ungi. Na ni pale nonginya hingure. Bauma nonginya. Mimi nikande warerie. Ndawera atiriri, gutire muti wa mbara. Terio njigwe. Gutire, na ilikuwa inasema aibu. Na walikuwa nasema watasuilia watu wasiingie leo. Watawasuilia ate niwe na aibu. Ya nini? Ukikaa nyumbani masomo. Nebuku kunengererwa kwa mucie unengererwa guthomage. Ukamenya mundu ekarite mucie arege kuthi kanitha kuthiaga atia wiki iyo kuthiaga. Ukathoma tukasema ni arengi wena nanga kwenda muno, ngakwenda pio. Maana ninajua hata mahali yako, ninajua adui ameinuliwa mfunze. Maana alikataa ile yangu. Na nikaambia shetani anjui wataingia. Pigia Yesu makofi. So ukiona ulingangana asubuhi si wewe hawaku wanataka upokee hii. Leo ndauga atiriri turekere maandui. Tunamalizia na kusema tuwasamee. Keti samee. Unawaona? Na bandu. Hai. Nuko tonya kirathi. Mbuku necho. Keti mbuku necho. Maana nilisema ndio. Vitabu ni ngapi? Unaomba neema, mtu anaomba neema na waambiria kura kanitha, waambirie kuabudu, ureterwe riu kiria ciura nicio kari muno. Nasema ukipelekwa na Jehova mahali tafadhali. Niyo ninakani kirundia. Maana ninaona kuna watu walianza vizuri wakainuliwa na Jehova, makiambudu kimaberwe. Makiambudu, makiriganirwa, wakaingiwa na pride. Mungu ni nani? Akanainua ndui, weka chini yeye. Katwike ngombo. Wachawe slave. Na sisi tunatoka pale leo tutalilia Jehova hata tukiachana na nyinyi. Ifukurerere turutaga andu aya mangiaririire Ngai wangeriria Mungu angewasikia. Sisemi ati mutakaa kwenye muko, hapana. Ulilie Mungu, ambia Mungu akusamee pamoja na mimi, tuambie Jehova tusamee, kisha tutaondolewa kwenye tuko. Na ninajua kuna watu kama December hivi November matego korwa ngombo ringi. Mweli no huyo na kwiyo imani yao iko juu sana. Nikitoka leo watakuwa na watu eta ya mambarali mkombozi atakushika mkono akupeleke akuweke njeki na utoke kwa slavery. Jina la Yesu lipewe sifa. Kuna watu watawekwa mizigo na Jehova. Nasema nikitoka na ninawaona kwe andu mekurutwa kuo kombo-ini umuthi ndo igwo umuthi kwe andu mekuma kombo-ini. Jina la Yesu lipewe sifa. Sasa unajiita mkutano. Hao walikuwa wana wa Israeli, tulimalizana na wao. Walikuwa nafunzwa kupigana vita ya watu wa Kanani. Maana walikuwa najisikia masa. Ni nini umejisikia? Ni nini unataka kujisikia? Ujue ya kwamba ukipewa neema, maana niliona neema ikiachiliwa kuna vita yake. Na usitoke kwa Mungu. Ile mbaya saidi ni ate upewe, alafu we bandala ya mwenye kukupe uendelee na yeye uanze kuabudu hii kitu. Utoke kwa Mungu, hapo ndipo masomo inaingianga. Lakini ikiwa utaendelea kutukusa Mungu, kimwambia kweli wewe ni Mungu, unaendelea na yeye akikupandisha from one level to the other. Hata ikiwa maadui yes, kisha siku moja watasema huyu ni mkono wa Jehova. Tuachane na yeye, huyu ni mkono wa Jehova. Tuachane na yeye. Ama waseme wakuoni tena, wakufikii tena. Watasema simfikii tena. Tutafika hiyo level. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Unajiita mkutano. Uko wapi sasa? Ni wapi ungependa maombi? Sitakuuliza ni wewe unanjua. Ni ile ya kulipenti ni yako na Mungu wako. Utakuja kulipenti hapa. Hiyo ingine ni wewe unaambiwa mahali uko. Ulirudi nyuma ama unaendelea na kukaa kwa Yesu? Umeendelea na kuabudu Mungu ama unaabudu kazi? Ni nini unapenda number one? Ni kazi, ni kutafuta pesa ama ni Mungu?
Uko pale labda wewe ni slave, we ngombo, wale boss, no wewe slave ya mundu fulani. Ati lazima upitie kwake ili uuse. Na yendi anapokea pesa mingi, wewe ni slave. Maana wakati alikupe ulirundi kwa dhambi. Na Mungu akakufanya slave. Unachekelewa na watu hata. Watu wanakucheka, wanakunena maana ya kile ulitenda wakati ulipewa na Jehova. Wale ambao tuna maandui na wa families, tunjue asema tengekuwa onongetindo kirutandui. Ne ukathia kisasi kwa kisa. Tukimalizana na kisasi yako, huyo mwingine anachukulia nasoma. Na uwe ujue tunaweza kusoma na wewe ikose kufika kwa huyo mwingine. Ukisoma vizuri ungraduate, haitafika kwa the next generation, inaishia hapo. Jina la Yesu lipewe sifa. Sasa unajiita mkutano uko wapi? Bali ikiwa unasikia kwamba kuna area mimi nahitaji maombi, nahitaji kurudia Mungu, ninahitaji kutolewa mahali, nahitaji mtu wa kunikomboa ili nitoke kwa utumwa, ninahitaji yote ile utatanja, inua mkono wako juu nikuombe kwa kifupi sana. Na naamini Kristo aliyeniita atatusikia siku ya leo, atatulehemu, na hata tukipigana vita tutatokea tukiwa washindi. Mko wapi? Mungu Baba, hata mimi nainua mkono wangu juu pamoja na wale wameinua pamoja nami. Tumesema ndio. Tumesema ndio. As I can see right now, too many of us have no cover. Too many kuyaingia ito hatuna cover. Hata kwa the position yenye tuko. Hata huyo ana cover. Ana cover. Mungu wangu uliniambia kwamba damu yako ndio inatukava. Na maana you have covered me, na wamesikia sauti yako, na wamekubali na wametii, I seal them all with the blood of Jesus Christ, Son of the living God, as a cover. As from now, may you receive the cover. May you receive the cover. May you receive the cover. Kwa area yote yenye uko, kwa position yenye uko, receive it now through the blood of Jesus Christ. Kwa wachache mfarume, 2 to 3 people, they will need a real person aingie awakafe yeye. Naomba uanene, convict them kwamba majina yao itafanya kazi zao sifungwe. Convict them Lord, convict them oh Jehovah God, in Jesus Christ name. Jehovah, kwa wale ambaye ni slaves, maana unawaona ati nonginya marie merunguru wa mundu ngai, ndaguthaitho maririkane Emmanueli, wakumbuke Yesu, watoe kwa utumwa, watoe kwa utumwa, watoe kwa utumwa. Ninanena ukombozi kwao. Pokeeni ukombozi, pokeeni ukombozi, pokeeni ukombozi katika jina la Yesu Kristo. Kuna wengine walirudi nyuma Baba, wakajiona ni bidii yao, wakaanza kuwa na pride, kisha ukawaweka chini na wakaisha. Mungu wangu, naomba uwalehemu, wasamee Baba yangu, wasamee Mungu wangu, kisha uanze pamoja na wao, anza pamoja na wao, anza pamoja na wao. Ninawaombea new beginning in Jesus Christ's name. May you receive new beginning. May you receive new beginning in the mighty name of Jesus Christ. Kwa position yoyote yenye tuko Yesu, unajua wale tumepigana na wao, unajua wale tunapigana na wao, unajua wale tunapigana na wao. Tunawaombea maisha marefu, tumewasamee, wasamee, samee huyu adui, msamee, muachilie, let it go, forgive them now, mention them by their names, mention magwete na maletwa, uge nendale kela Rubeni, uge nendale kela Kamau, nendale kela Keti, nendale kela Ndongo, magwete na maletwa, malekere kuma the bottom of your heart, wone matiga gokinyira renge. Ukiwasamea hawataweza kukufikia tena. Wakati Job alisamea marafiki wake, hapo ndipo alipata restoration. Na ninaamini wale watafungua mioyo yao na kusamea wale waliwamaliza, ribaboenda watapata healing,
watakuwa restored, watapewa kitu na kingine. They will have a double portion, they will receive a double portion in the mighty name of Jesus Christ. Wasamehe. Adui akikuomba kitu unamsaidia, wasamehe hata huyo mwenye alikuumiza usiku. Huyu mwenye amekuumiza usiku wote, wiki mzima anakaa kikuweka chini. Ni masomo, umeelewa? Ni masomo, anatumika kufunze. Sema ndio kwa Baba, sema nitasoma, sema nitasoma. Kisha nimesamehe mwalimu. Na wewe upokee uponyaji. May you receive healing of your body, spirit, the soul, even your position. And I speak restoration in your life. May you receive restoration. May you receive restoration in the mighty name of Jesus Christ, Son of the living God. Sisi sote tuseme amen. Tuseme tumepokea na tuseme amen, tukipigia Yesu makofi.